Ramadhani ni darasa kubwa mno, darasa kubwa sana kwa wale wenye akili. Na ndio maana utaona wale ambao Mwenyezi Mungu anawataka, wale waumini, wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Ramadhani wanayafuata yale mambo kimatendo, kwa sababu ilikuwa tunakaa na njaa kuanzia alfajiri mpaka saa 12. Unao uwezo wewe wa kukaa chumbani peke yako ukanywa maji, lakini ukaamini kwamba hapa Allah ananiona, nikinywa maji Allah ataniadhibu siku ya Kiyama. Lakini pia umejifunza namna gani saa 8, saa 9 mpaka saa 10 tumbo likiwa na kiu na njaa, namna gani mtu anavyokuwa. Wale ambao hawana kitu, moja kwa moja utapata somo na darasa. Kama ukiona mtu amekuomba kwa ajili ya njaa yake, ukikumbuka Ramadhani yako, moja kwa moja na wewe pia utatoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tayari ushapata somo kiuhakika kabisa hali gani mtu mwenye njaa anavyohisi katika tumbo lake. Lakini pia ulikuwa ni mwezi ambao watu walikuwa wanamuogopa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, misikiti tulikuwa tunaona inajaa watu, wale ambao walikuwa wafanya ibada alhamdulillah wakaingia katika taa, watu wakawa wanafanya ibada, watu wakawa wasengenyi, watu wazungumzi urongo. Hizi akhlaqi ndugu zangu katika imani tuishi nazo, tusiwe watu wa kuswali Ramadhani hadi Ramadhani, Idi hadi Idi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ameyumba Ramadhani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo katika miezi yote. Tunamwomba Allah azilainishe nyoyo zetu tuwe waswaliji wa swala tano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani katika sura ambayo imamu wetu hapa katika rakaa ya kwanza kabisa amesoma suratul A'la. Allah anasema katika sura hii, qad aflaha man tazakka, aya 14 mpaka 15. Allah anasema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Mwenyezi Mungu anasema hakika amefanikiwa, amefaulu kabisa nani? Yule ambaye ameitakasa nafsi yake. Hivi ikiwa mtu atosamehewa madhambi yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna mwezi gani ambao mtu huyu utampahamu tena wa kuamka usiku kutubia makosa yake? Baadhi ya watu, tuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia rahim anfu, ameangukia pua yule ambaye unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la kwanza, 10 la pili, 10 la tatu, Ramadhani inaisha, hajasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu. Yeyote mwenye kutaka kufanikiwa akhera lazima itakase nafsi yake. Kama alipata somo na kuswali swala tano, basi maisha yake yote aswali swala tano. Kama amepata somo na kutoa sadaka, basi maisha yake yote atoe sadaka na yafanye yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha kuyafanya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitufundisha kuwa sikukuu ya Idi ni siku ya kula na kunywa, lakini ni siku ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutoka kwa Sufyani ibn Abdullah al-Thaqafi anasema, Sufyani alimuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Mtume wa Allah, ewe Allah, niambie neno katika Uislamu, neno ambalo sitamuuliza mtu mwingine yeyote baada yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akasema, sema nimemuamini Allah kisha kuwa na msimamo. Jambo la kwanza kuwa na imani, lakini jambo la pili kuwa na msimamo. Ulikuwa na imani wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini imani yako ijengee msimamo. Allah anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Anasema innal ladhina, hakika wale ambao qalu, wamesema rabbuna Allah, na sisi sote tumesema Mola wetu ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma istaqamu, baada ya hapo sasa tukawa na msimamo. Mwenyezi Mungu anasema fala khawfun alayhim, hatutokuwa na hofu, wala hum yahzanun, wala hatahuzunika siku ya kiyama. Watu watasubiria kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuingize katika pepo yake. Jambo la kwanza tukuwa na msimamo, lakini pia Idi isivunje nidhamu ya Ramadhani. Tuendelee na swala tano, kutoa sadaka na kuacha maasi yote ambayo tulikuwa tunafanya kabla ya Ramadhani. Miongoni mwa maneno ambayo alikuwa anazungumza wanawachuoni, tunaenda kwa haraka tumalize insha Allah tukawahi mambo mengine.
Wanawachuoni wanasema laisa al-eidu liman labisa al-jadid wa innama al-eidu liman khashiya al-wa'id. Anasema idi sio kuvaa baya, idi sio kuvaa pashmina, idi sio kuvaa kanzu nzuri la $3 milioni. La, Mtume Muhammad, wanawachuoni wanasema idi ni kwa yule ambaye ataongeza kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, sio kula mapilau tu peke yake. La, hiyo tunakula, tunavaa manguo mazuri kwa sababu tayari tupo katika siku ya furaha, siku ambayo mtu atakiwe katika moyo wake kuweka kinyongo na ndugu yake Muislamu. Kama umefunga Ramadhani lakini bado moyo wako una kinyongo na ndugu yako Muislamu, wewe Ramadhani yako bado, fanya mazoezi bado kabisa. Ramadhani imetufundisha mambo makubwa, miongoni mwa hayo upendo, Waislamu kupendana, Waislamu kuwa kitu kimoja. Ikiwa Ramadhani haijakufundisha hayo, basi wewe utakuwa ni mwenye kupata hasara kuanzia duniani na kesho akhera milele. Ndugu zangu katika imani, tudumishe undugu wetu, tusameheane na kuwajali mayatima na maskini katika siku hii ya Idi. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufundisha amali bora katika siku yetu ya Idi. Kwanza Allah akasema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, enyi mlioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, muogopeni Allah, msifeki katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa vichoni, ikiwa mpo sehemu za wazi, mumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakasema baadhi ya waja wema, watu wabaya ambao hawamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu, hawa sio watu wema kabisa, ni watu wabaya sana. Ikiingia Ramadhani wanamjua Allah, wataacha muziki, wataacha kusengenya, wataacha uzinifu, wataacha kila kitu. Lakini baada ya Ramadhani yale yote wanaendea, wanaochora, wanasema hawa ni watu wabaya sana. Hakika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mmoja tu Ramadhani, alafu miezi mingine ikawa unafanya maasi, hiyo ni ishara moja ya kutokukubaliwa funga yako. Dumu katika swala na tabia zilizokuwa njema. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia tena, baada ya kuisha Ramadhani ikatolewa ofa ya kufunga siku 6. Leo tumeswali hili, kesho Jumapili watu waanze kufunga 6 Shawwal, ni sunna. Mtume wa Allah akasema yoyote mwenye kufunga Ramadhani lakini akafuatisha na siku 6 ni sawasawa na mtu ambaye amefunga mwaka mzima. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe juu ya hilo. Ndugu zangu katika imani, tunamalizia hutuba yetu kwa kusisitiza yale yaliyopita. Mimi pamoja na wewe tunatakiwa sana tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya leo, na yeyote atakayeamua kumwasi Mwenyezi Mungu katika siku ya Idi ni sawasawa na yule ambaye amemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya Kiyama. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na jambo hilo. Tuseme amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatueleza ndani ya Qur'ani. Allah anasema katika suratul Fath, anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Allah anasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Akasema walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao, tarahum, ukiwaona rukan, wanarukuu pamoja, sujadan, wanasujudu pamoja, kwa maana wanaswali sehemu moja. Yabtahuna fadila, wanatafuta bora, wanatafuta fadila za Allah Subhanahu wa Ta'ala na radhi zake. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe radhi zake. Lakini leo katika jamii ya leo, baadhi ya watu kwa maksudi kabisa wameamua kutaka kugawa Waislamu, kwa sababu zamani, ndugu zangu katika imani, ilikuwa tunaona majumba, nchi, maeneo mbalimbali watu wanaswali sehemu moja. Ndugu zangu, mambo ya ikhtilafu ya hapa nataka nizungumze kwa uchache sana, kwa udogo sana, ili tukaendelee na mambo mengine inshallah. Ikhtilafu ndugu zangu katika imani zipo tokea zama
za wazee wetu, tokea zama za maswahaba, tokea zama hizo watu wanakhtalifiana. Lakini leo cha kushangaza, ikhtilafu hizi ambazo tuko nazo ndugu zangu, imekuwa kama vyama vya mpira au imekuwa kama vyama vya siasa, kwa maana kila mmoja anavutia upande wake na kuwatukana wengine. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, satakunu fitan kaqita'il laylil mudhlim, zitakuja fitna kadri zama zinavyozidi kwenda mbele, zitakuja fitna kama giza la usiku. Kwa maana leo tunaona kuna watu wameswali jana au walioswali jana maneno makali, mnafungaje leo siku ya Idi, leo imekuwaje? Kuna ambao wameswali jana, wengine tunaswali leo. Lakini sisi hatutakiwi kuwa ni sababu ya ugomvi, ya kugombana, kwa sababu ukiangalia madhehebu yote manne, Abu Hanifa, An-Nu'mani, Al-Thabit ibn Thabit, Imam Maliki, Imam Shafi, Imam Ibn Hanbali, hawa wote au maimamu watatu ambao tumewazungumzia, maimamu wote wanasema watu wanatakiwa wafuate mwezi wa popote pale utakapoandama. Maimamu wanne hao. Lakini Imam Shafi, na ndio imamu ambaye hasa katika madhehebu ya huku sisi ndio tunamfuata, Imam Shafi radhiallahu anhu. Imam Shafi anasema kila watu wana muandamo wao, kila mji una muandamo wa kwao. Kwa sababu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, sumu liruyatihi wa uftilu liruyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-idda 30. Mtume wa Allah tayari mambo hayo ugomvi alishakatia fisla zamani, anasema fungeni Ramadhani kwa kuona mwezi na sherekeeni Idi kwa kuona mwezi. Na maana kwamba nyewe wenyewe mkiuona mwezi fungeni Ramadhani, lakini pia mwezi ukionekana baada ya kufunga hiyo Ramadhani fungueni. Fa in humma alaykum, mtume wa Allah akasema ikiwa kama kuna mawingu, kwa sababu kipindi hiki cha kifungu, yani kama mtume wa Allah alijua vile, anasema fa in humma alaykum, ukiona kule kuna mawingu na mwezi nyewe hamjauona, mtume anasema fa akmilul idda, kamilisheni 30. Lakini cha ajabu kwa wale ambao wanafuata muandamo wa popote, kwa sababu kuna watu wanasema wanafuata muandamo wa popote, sawa, kama madhehebu yale matatu yalivyosema kwamba kila mmoja anatakiwa afuate muandamo wa popote. Siku ya Alhamis, siku ya tarehe 19, kuna baadhi ya maeneo siku ya Jumatano kuamkia Alhamisi waliona mwezi siku ya tarehe 19 na wakaswali Idi. Afghanistani waliona mwezi, Mali waliona mwezi, Nigeria waliona mwezi. Ikiwa kama tukiuona mwezi sehemu yoyote tuswali, mbona baadhi ya watu hawakuswali? Tena watu wote mbona watu hawakuswali na mwezi ulionekana? Ikiwa kama kweli sisi dhamira yetu na nia yetu kweli tunafuata Uislamu, hatufuati ushabiki wa madini, Afghanistani, Nigeria, Mali waliona mwezi siku kama ile, lakini watu wakuswali wakakamilisha 30, tunapata majibu kwamba watu hawafuati mwezi wa popote, watu wanafuata mwezi wa Saudi Arabia. Tunapata picha kama hiyo, kwa sababu ingekuwa kama watu wanafuata Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Hanbali, basi watu waliona mwezi Mali na wametangaziwa leo, alhamdulillah, vyombo vya habari vipo, basi Alhamisi moja kwa moja watu wangeswali. Na watu wa Saudi Arabia, watu wa Maka wale hawawezi kufuata mwezi wa popote mpaka kiyama kitasimama, kwa sababu ndivyo walivyoamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumu liruyatihi, fungeni kwa kuona, wa uftiru, na futuruni kwa kuona, si kwa kuona katika maeneo yetu. Na ndio maana leo katika maeneo yetu kuna kiongozi maalum ambaye anawatangazia watu ulimwengu mzima. Leo mtu ukiyasema haya, mtu anatangaza anamfuata mufti wala afuati Uislamu, la, leo kuna makundi mawili yameingiza chuki, na watu wanaolengwa hapa ni wale ambao kuingia darasani kabisa, mtu akisikia maneno tayari anaweka katika kichwa chake na anayafuata vile vile kama yalivyo. Saudi Arabia wafuati mwandamo wa popote. Nataka nikuambie wale wameandaa kalenda kuanzia 2024 wanajua
mpaka 2034 wanajua kabisa Idi itaswaliwa tarehe ngapi. Ratiba yao ya Idi tutasoma kwa uchache. Wanasema 2024 Idi iliswaliwa. Kumbuka wewe, kwa sababu ni mwaka ambao tayari umepita na wewe ulikuwepo. 2024 Idi imeswaliwa tarehe 10 mwezi wa 4. Ratiba tayari imeshaandaliwa. 2025 Idi iliswaliwa tarehe 30 mwezi wa 3. 2026 imepangwa Idi kuswaliwa tarehe 20 ya mwezi wa 3. 2027 mwakani Idi itasaliwa tarehe 9 mwezi wa 3. Hebu noti andika, alafu mwakani uone kama watu watachungulia au watu wataangalia mwezi na kuwa tu ni propaganda za kuangalia sehemu, lakini mambo tayari, ratiba zimeshapangwa, sio kuangalia pale na pale, la, watu wameshapanga ratiba tayari. 2028 Idi itaswaliwa tarehe 26 mwezi wa 2. 2029 Idi itaswaliwa tarehe 29 ya mwezi wa tarehe 14 ya mwezi wa 2. 2030 Idi itaswaliwa mwezi wa 2 tarehe 4. 2031 Idi itaswaliwa mwezi wa kwanza tarehe 24. 2032 Idi itaswaliwa tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. 2033 Idi itaswaliwa mwezi wa kwanza tarehe 2. 2034 Idi itaswaliwa mwezi wa 12 tarehe 12. 2023 itaswaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 12. 2024 itaswaliwa tarehe 12 ya mwezi wa 12. Ina maana kwamba tayari ratiba imeshapangwa tayari, sio jambo tena la kulabdia kama tunavyofanya sisi kwamba lazima tuangalie kule, lazima tuangalie, la, wewe mwenye kufuata sunna ya Mtume Muhammad, kwa sababu hapa kuna wazee wamezaliwa muda mrefu sana, miaka mingi kabla ya mambo ya mitandao. Watu tulikuwa tunaswali pamoja, tunafunga pamoja, hakuna magomvi, hakuna kutukanana, hakuna kugombana. Lakini kwa sababu leo katika zama zetu watu wameamua kwa maksudi kabisa kutaka kubomoa, kutaka kuharibu Uislamu, ndio leo tunapangiwa mambo kama hivi. Leo watu wameswali jana, wengine wameswali, kwa sababu hiki mfumo huu, kuna watu ambao wameswali Alhamis tayari, kuna watu wameswali jana Ijumaa, kuna watu wameswali Jumamosi. Hii ni moja hiyo, lakini ingekuwa kama tunamfuata kweli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi tungekuwa kitu kimoja na mambo yangekwenda vizuri kabisa. Tunamalizia na kisa cha Kuraibu. Kisa hiki pia kitatupa picha kamili kuona namna gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mambo haya. Kuraibu alikuwa ni mtumishi aliyeachwa huru. Huyo Kuraibu wakati huo alikuwa ni mtumishi wakati wa maswahaba huyo, lakini mtumwa huyu tayari aliachwa huru na Fadhil binti Harith. Anasimulia kuwa alitumwa na bibi huyo kuelekea nchi ya Sham. Aliambiwa, nenda bwana katika nchi ya Sham ambayo sasa hivi inaitwa Syria, kwa ajili ya haja fulani kwa Muawiya ibn Sufyan. Kuraibu anasema kwa sababu kipindi kile ilikuwa usafiri mgumu, anasema alipotoka akafika Sham, alipokwenda kule, alipofika Sham akakutana na yule ambaye amekusudiwa, na akiwa huko Shamu mwezi wa Ramadhani ukaingia. Yani huko Shamu mwezi wa Ramadhani ukaingia. Amefika pale kabla Ramadhani, amefika pale Ramadhani ikaingia. Ukaonekana mwezi Shamu, na mwezi uliandama usiku wa Ijumaa. Anasema tuliuona mwezi usiku wa Ijumaa, mimi niliuona na watu wote wa Shamu waliuona. Muawiya ambaye ni gavana yule naye pia aliuona mwezi, watu wote wakafunga na Muawiya pia akafunga. Lakini huyu Quraib baada ya kukaa Ramadhani na karibia kuisha, akarudi akakutana na Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baada ya mwezi wa Ramadhani kuelekea mwishoni, Quraib akamaliza shughuli zake na kurudi mji wa Madina. Ametoka kule Syria anarudi Madina. Sasa alipofika alikutana na mwanachuoni mkubwa Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas akamuuliza habari za safari yake, akagusia mambo mengi, lakini pia akamuuliza kuhusiana na mambo ya mwezi. Mwezi muliona lini?
mliona lini mwezi Shamu? Akasema Kuraibu akajibu, tuliona usiku wa Ijumaa. Ibn Abbas akauliza kwa msisitizo, wewe mwenyewe uliuona kweli mwezi usiku wa Ijumaa? Kuraibu akajibu ndio, na watu wote waliuona na wakafunga, na hata Muawiya pia alifunga. Hapa ndipo Ibn Abbas alipotoa msimamo wake wa mji wa Madina. Hapo ndo msimamo huu wa Ibn Abbas, na ndo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Akasema lakini sisi hapa Madina tuliuona mwezi usiku wa Jumamosi, na maana kwamba wale Wasiria wale walitangulia kuona mwezi. Ibn Abbas akasema sisi tuliuona kesho yake usiku wa Jumamosi. Akasema basi kule Shamu sisi tuliuona usiku wa Ijumaa. Kuraibu akashangaa, akamuuliza Ibn Abbas, baada ya kusema sisi tuliuona Jumamosi na Idi tutaswali siku inayofuata. Muawiya akashangaa yeye kupishana Kuraibu akashangaa yeye kupishana na mwana wa chuoni mwenzake ambaye yuko Syria, Muawiya. Akasema Ibn Abbas, auridhiki kweli, autosheki na mwezi wa Shamu na kufunga pamoja na Muawiya? Kwa nini usifuate mwezi mmoja? Ikiwa sisi tuliuona siku ya kwanza, nyinyi mkauona siku ya pili, lakini mimi nimekuja nimekuambia kwamba wakati Ramadhani inaingia sisi mwezi tuliuona siku fulani, kwa nini usiswali pamoja na wale? Ibn Abbas akajibu kwa neno la hikima ambalo ndio sheria mpaka kiyama kitasimama. Ibn Abbas akasema la, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia Ibn Abbas, hivi ndio alivyotuamrisha mtume wa Allah, sumu liruyatihi wa uftiru liruyati, fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona, sio kwa kusikia huko. Kama kuna mawingu mwezi hamjauona, fa inhum alaykum fakimil idda, mwezi haujaonekana kamilisheni 30. Lakini leo watu makomenti kwa sababu ya ushabikia mwezi wa mufti, watu wanatukana maneno kila sehemu, kila mji una kiongozi wake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa umma mzima tunafuata mambo hayo, kwamba kila mmoja anafuata mwezi wa kwake, wallahi watu wasingegombana, watu wangekuwa kitu kimoja. Kwa sababu baadhi ya watu wanafanya mambo haya kwa maslahi, wanaangalia sehemu maalum. Ingekuwa kama kweli watu wako kwa ajili ya Allah, basi ule mwezi ulionekana maeneo mbalimbali, Nigeria, Mali na wapi na wapi, basi watu wangefuata. Lakini kwa kuwa watu wanafuata tu sehemu moja, ndio tutaona leo magomvi, watu wanaongea maneno makali, watu wanafanya dhulumu na mambo mbalimbali, ili mradi kuwafarakanisha Waislamu. Ndugu zangu katika imani, mambo ya kuzungumza yako mengi. Sambamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe makosa yetu. Sambamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arudishe umma uwe kitu kimoja kama zamani. Sambamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufishe katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.